Njia za kutengeneza pesa au kipato kingine nje ya mshahara. Waajiriwa wengi wanashindwa kuwa na vyanzo vingine vya mapato nje ya mishahara yao kwa sababu asilimia kubwa ya muda wao wanaotumia kazini. Sasa mimi nakupa njia 9 za kutengeneza pesa nje ya mshahara wako. Njia ya kwanza, fanya biashara kwa ushirika. Kufanya biashara kwa ushirika maana yake unatafuta mtu ambaye yeye anafanya biashara, lakini kuna namna anatamani biashara yake aikuze zaidi ya pale. Basi cha kufanya wewe muongezee capital kwa makubaliano maalum ili aweze kukuza biashara kwa level anayotaka. Lakini mwisho wa mwezi kuna pasenti ambazo mtakubaliana, ambazo wewe utakuwa kama umewekeza kwenye biashara yake, utakuwa unachukua kama interest inayotokana na kiasi kile ambacho umemuongezea. Njia nyingine ni kufungua YouTube channel. YouTube channel ni passive source of income. Na hapa asilimia kubwa tunaongelea passive incomes ambazo zitakufanya wewe upate pesa au uingize pesa pasi wewe kwenda direct kufanya kazi kwenye hiyo sehemu. Hivyo utakuwa unaendelea na mambo yako kama kawaida ya kazi, lakini kuna chanzo ambacho kinakuingizia pesa passively. Sasa YouTube channel ni moja ya njia ambayo itakufanya wewe upate pesa bila kuharibu ratiba zako za kazini, kwa sababu kwenye YouTube channel utaweza kulipwa kwa mwezi kama channel yako ikiwa tayari kubwa na ikawa inafanya vizuri. Ukiwa na maudhui ambayo yataishi muda mrefu, hicho kitakuwa ni chanzo chako cha mapato cha milele hadi pale utakapokufa. Lakini njia nyingine ni biashara ya nyumba za kupanga. Nyumba za kupanga ni passive source of income. Una uwezo wa kupata kipato kutoka kwenye nyumba za kupanga pasipo kuharibu ratiba zako za kazini, ukiwa unaendelea na kazi kama kawaida. Lakini njia nyingine ni kuwekeza kwenye soko la sarafu za kidijitali. Kwa lugha nyingine tunasema cryptocurrency. Cryptocurrency ni uwekezaji mzuri sana unaolipa, ila ukiwa na elimu sahihi ya uwekezaji huu. Usipokuwa na elimu sahihi ya uwekezaji huu, utatapeliwa na hautatamani tena kusikia issue za cryptocurrency. Lakini ukiwa na elimu ya kutosha, ukijilizisha kuwa sasa umeelewa vizuri namna cryptocurrency inavyofanya kazi, na kuhakikishia nenda kafanye cryptocurrency. Lakini njia nyingine ni kufanya uwekezaji wa pamoja kwenye ardhi. Inaitwa crowd funded real estate. Sasa uwekezaji wa pamoja kwenye ardhi ni pale ambapo unakuwa hauna capital ya kutosha kuwa na project ya umiliki wa ardhi. Kama umekuwa ukiona calendar, kuna project nyingi sana za viwanja vya kuuza. Sasa vile mara nyingi ni project ambazo zinakuwa ni crowd funded real estate projects. Yaani ni project ambazo zinafanywa na kundi au na group la watu ambao wana malengo yanayofanana. Mnaweza mkawa watu 3, 4, 5 au watu kadhaa ambao mtakuwa na uwezo wa kuchanga au wa kuweka capital ya kiasi fulani na kuweza kuanzisha project ya umiliki wa maeneo na mwisho wa siku kutengeneza mradi wa viwanja na kuanza kuviuza. Inaitwa crowd funded real estate. Ila kama una mtaji wa kutosha mwenyewe, hamna haja ya kutafuta mtu wa kujoin naye kwa ajili ya ku-launch project kama hizi za ardhi. Unaweza ukafanya mwenyewe, tafuta eneo, kata viwanja, anza kuuza. Lakini njia nyingine ni kufanya biashara ya kukodisha vitu. Sasa biashara ya kukodisha vitu, kuwa na vitu vingi ambavyo demand yake ni kubwa, lakini watu wenye umiliki wa hivyo vitu ni wachache au hamna kabisa. Hapa nazungumzia vitu kama maturubai, mziki, viti na meza kwenye masherehe, magari, pikipiki. Hivi vyote ni vitu ambavyo si lazima mtu amiliki. Kuna muda mtu anahitaji tu kukodi kwa muda, kufanyia tukio lake na kuvirudisha. Sasa fursa kama hii haupaswi kuiacha kama kweli unahitaji kutengeneza kipato nje ya mshahara. Biashara nyingine ni biashara ya kufua nguo, laundry. Hii ni nzuri pia kama kweli unahitaji kutengeneza side
source of income nje ya mshahara. Tafuta mashine za kufua nguo, ziweke somewhere. Ni kazi ambayo unaweza ukaifanya kwa muda mfupi sana na ukapata pesa yako, ukaendelea na maisha mengine. Lakini njia ya mwisho ni kuanzisha huduma ya kukopesha fedha nje ya mshahara, unakopesha pesa, watu wanalipa kwa riba. Tena uzuri wa biashara hii ya kukopesha, hata kama kazini kwenu au kazini kwako unakofanya kazi kuna wafanyakazi wenzako, unaweza ukawa unawakopesha, unawatengenezea au unawekea riba rahisi na nzuri, rafiki kabisa, watakuwa wanakulipa baada ya muda fulani. Hii itakufanya uongeze chanzo au kipato kingine nje ya ule mshahara unaopata mwisho wa mwezi. Basi hizo ni njia 10 au 9 ambazo zitakufanya upate kipato cha ziada nje ya mshahara unaopata kwenye kazi yako. Basi ningependa kuona kwenye comment ni njia ipi unaamini ukiifanya itakuwa ni nzuri kwako kukupa kipato cha ziada. Pia kama kuna biashara umeiona na unatamani uielewe au ifahamu kwa undani, andika kwenye comment, tutatengeneza video. Nitaandaa video nyingine inayohusu biashara hiyo tu na tutaiposti hapa kwa video zinazokuja. Basi kama ni mara yako ya kwanza kwa channel hii ya Kipato Digital TZ, hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na video nyingine zinazohusu biashara na uwekezaji hapa kwenye channel ya Kipato Digital TZ. Basi kwa leo sina la ziada. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii. Tukutane video ijayo.